chache kama maandalizi kuelekea mchezo huu wa kesho, lakini pia kama na siri yoyote ile ya kambi amesema hamna shida, atatupatia hapa leo. Karibu Bakari, zungumza na wanahabari, zungumza na wadau wa mpira wa miguu Tanzania. Asalamu alaykum. Sisi kama wachezaji benchi la ufundi tumejiandaa vizuri. Wachezaji wote mpaka sasa hivi hakuna mwenye majeraha zaidi ya Kambole, lakini pia anaendelea vizuri. Tuna imani mechi hiyo tutafanya vizuri, tutakuwa mchezo mzuri. Tunakaribisha yote muweze kuja na mashabiki, na imani tutapata ushindi katika mechi hiyo. Kwa hiyo tumepeleka mchezo katika mechi ya kirafiki, lakini sisi kama wachezaji hamna leo tuliwasili, maana somo la kwanza kupoteza, hata mwaka jana tumepoteza hivyo, lakini tumekaa vizuri, tumepambana kuweza kuchukua kombe. Tuna imani sisi kama wachezaji hatujapoteza kisaikolojia, tuko vizuri na imani mechi ya kesho tunapata ushindi bila wasiwasi. Sisi tumejiandaa vizuri kama wachezaji na mpaka sasa tupo salama salimini, hatuna pressure yoyote ya mechi, na imani kesho tunaenda kuitetea ngao yetu. Surprise mtaona kesho hiyo, Mungu akijalia. Njooni kwa wingi uwanjani inshallah. Kweli imetuasiri, lakini hatuwezi kusema imetuasiri, maana wakati tunakwenda mapumziko mwalimu alitoa program kwamba kila mchezaji aweze kupata program, aweze kufanya mazoezi. Lakini wachezaji wageni labda kwamba mchezo kuingia kambini kweli, lakini mpaka sasa hivi sisi mazoezi tunafanya vizuri, na mpaka leo hii kwa mazoezi ya asubuhi za joto na morali kuelekea mchezo wa kesho, kila mmoja anaweza kupambania jezi ya Yanga na kuweza kufanikisha jambo la kesho inshallah. Kwanza kwa mchezo wa kesho ni mchezo ambao ni nakutana timu kubwa Tanzania, na wachezaji wenyewe wana hamu kucheza mechi ya timu hizo ya dabi. Kwa hiyo kila mchezaji anaonyesha kitu alichokuwa nacho mazoezini ili aweze kupata nafasi kesho za kuonyesha pale siku ya kesho. Kwa hiyo sisi kama tulikuwa zamani tunakabisha vizuri wachezaji na tunaambia umuhimu mechi hiyo hapo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wana hamu kucheza hiyo mechi. Kwa hiyo tunachosubiria ni kesho tu, basi surprise mtaje kuona pale uwanjani, Mungu akipenda inshallah. Asante sana Bakari na tukutakia mchezo mwema. Asante. Extrêmement gentil et je le souhaite qu'il soit heureux ici et qu'il reste le plus longtemps possible. Anamkaribisha kocha Zlatan Tanzania na kumtakia kila laheri na kumtakia akae pia kwa muda mrefu, sababu mashabiki wa Tanzania they are very fantastic kwenye mpira. Pour ce qui est de match de demain, je suis vraiment très heureux et je me sens privilégié de pouvoir vivre. Kuhusu mechi ya kesho, ana furaha kubwa kwa kuwa kocha ambaye atacheza mara ya 6 kama akosee dabi. Ni moja pia anaojivunia kwa katika makocha wa Afrika ambaye amecheza dabi nyingi Tanzania, ambao ni dabi kubwa ya Afrika pia dabi ya Tanzania. So ana hiyo furaha kuhusu kuwa mmoja wapo katika wale ambao wamecheza kwa muda mrefu dabi ya Tanzania kama mara 6. Sinon nous nous sommes bien préparés. Je trouve peut-être que la date de derby vient très tôt pour les deux équipes. Peut-être la date elle est très tôt, ce qui n'a pas permis aux deux équipes vraiment de bien se préparer. Bon, on va s'adapter par rapport à cela et j'espère donc que le match soit un match d'une très grande qualité technique, physique et tactique pour les deux équipes, pour offrir un très bon spectacle en Tanzanie et au pays limitrophes. Et j'espère vraiment que le meilleur gagne et espérons qu'on soit vraiment le meilleur et que la chance soit de notre côté. Katika maandalizi amejiandaa vizuri, ijapokuwa dabi ya leo imekuja baada ya muda mfupi baada ya kumaliza ligi. Katika timu zote mbili hazikujiandaa kabisa kwa sana sababu ya muda, lakini lazima tu watajiadapt na muda ambao uliopo. Anajua itakuwa ni mechi nzuri kiufundi na kiutaalamu, na Mungu atasaidia matokeo yatapatikana mazuri, sababu ni mechi kubwa ambayo inatazamiwa na nchi nyingi sana za Afrika. So lazima itakuwa mechi nzuri sana na nategemea ushindi utakuwa upande wake. Kuja katika kipindi cha pre-season
katika timu zote mbili, sababu ilikuwa muda ambao timu zilibidi ziwe kwenye pre-season, lakini mechi ya dabi imeingia kipindi hicho, so lazima tutajiadapt tu na hiyo system ndogo. Kama mechi iliyopita siku ya Mwananchi, Jesus Moloko na Kambole hawakuwepo, kuna tatizo yoyote ambayo iliyopo? So mechi ya kesho Jesus Moloko na Kambole watakuwepo? Ndio swali anaouliza kocha. Jesus Moloko na Darius Kambole walipata majeraha kwenye mechi ya kirafiki na Namungo kwa sababu ya kutokuwepo, lakini mechi ya kesho Jesus Moloko anaweza atakuwepo, ila Kambole kwa mechi ya kesho hatakuwepo. Asante. Swali la pili. Swali la pili. Yes. Il parle de quel match? S'il veut parler du match Vipers, qu'il dit match Vipers. Parce que s'il dit tous les matchs tapés de bons résultats, d'abord les matchs amicaux ne sont pas faits pour faire de résultats, ils sont faits pour entraîner l'équipe et préparer l'équipe à la saison. Deuxièmement, s'il veut lui parler de résultats, je crois qu'on a perdu qu'un match sur 2-3 matchs. Repose-lui la question d'abord. Anauliza mechi ipi ambao unazungumzia ambao hawapata matokeo mazuri? Mchezo wa mwisho wa kukamilisha wachezaji haukuwa na matokeo mazuri kwa Young Africans, na sababu unaelekea kwenye mchezo wa ligi ya mtani wako. Watu walitamani kuona matokeo mazuri, hasa ukiangalia na usajili mkubwa ambao umefanya. Il demande pour le match du jour de la présentation contre Vipers, parce que les supporters s'attendaient à avoir un bon résultat avec le recrutement que vous avez fait par rapport à votre adversaire. Vous savez, quand il s'agit d'un match amical, en période de préparation et de festivité, je pense que tout staff technique souhaite la victoire, bien sûr, dans toutes les compétitions qu'il joue. Mais quand il s'agit d'un match rafiki, un match amical, très important, il ne faudrait pas tout faire pour gagner au dépend de la préparation, au dépend de la santé et au dépend de découvrir de nouveaux joueurs ensemble. Ça, c'est une partie de la réponse. Katika mechi la ufundi, kila mechi la ufundi huwa linataka lipate matokeo kwenye kila mechi, lakini mechi ya kirafiki inakuwa ni mechi ambayo unatumia kwa muda kuangalia wachezaji wako, kuangalia namna ambao umejiandaa na kuangalia namna wale ambao ni wageni wameingiaje pamoja, kupata muunganiko pamoja na wenzie. That's why mechi ya kirafiki matokeo yake sio tu lazima ushinde, lakini inakusaidia kujua watu kuna mapungufu na namna kufanya. Pour répondre à ces questions et avec les joueurs de l'équipe nationale, on ne peut pas leur donner 10 jours de repos. Ce n'est pas possible. Muda ambao walioanza pre-season ilitegemea na muda ambao ligi iliisha. Muda ulikuwa mfupi, so na kama muda ulikuwa mfupi haukuwa na jinsi wawapatie wachezaji zaidi ya siku 20. Isitoshe pia kutokuwapatia wachezaji muda wa kupumzika nao pia haikuwa vizuri, sababu wametumia takriban miezi 10, wametumia nguvu ya ziada ili kumaliza msimu, so ilibidi wapewe muda wa kupumzika. Sasa kutokana na ratiba ya ligi nayo pia kuanza, hakukuwa na jinsi ya kufanya, so lazima ingekuwa tu hivyo. Asante sana. Swali la vos joueurs, c'est pour le faire jouer, ça c'est certain. Vas-y. Kama walileta wachezaji wapya ni ili wawatumie ili wacheze. Muda wa kuanza ligi umeanza mapema, so kama majukumu yao benchi la ufundi ni kuangalia wakina nani ambao wako tayari kwa kuwatumia, lakini wote walikuja ili wawatumie. C'est aussi tu peux pas intégrer tous les joueurs nouveaux parce qu'ils sont nombreux
avec différents états de préparation.